Makala yetu maalum. Sisi mchezo wetu wa kesho tunahitaji kushinda. Najua hautakuwa mwepesi. Kila mchezaji anajua umuhimu wa kesho, na mimi naamini kama captain kesho tunahitaji kushinda huu mchezo ili tuweze kujihakikishia mchezo ambao uko mwisho na Tunisia. Lakini mimi naamini kesho tutafanya vizuri kwa uwezo wa Mungu. Na katika makala yetu maalum ya mwisho wa mwaka tunaangazia waridi wa BBC, taarifa za ufanisi wa wanawake na madhila wanayoyapitia. Niliolewa nikiwa na miaka 15, nikazaa nikiwa na miaka 16, nikafikisha 17, nikaongeza mtoto mwingine. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na Mileila Mohamed. Tuanzie nchini Israel ambapo waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Israel Katz ameamrisha jeshi la taifa hilo kuanzisha operesheni katika kijiji kimoja katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi baada ya kile alichokiita shambulio la kigaidi lililotekelezwa na Wapalestina. Watu wawili waliuawa katika shambulio hilo, huku mshukiwa wa tukio hilo akisemekana kutoka kijiji cha Kabatia. Mshukiwa huyo ambaye ana asili ya Kipalestina alimshambulia mzee mmoja wa miaka 68 na kumdunga kisu msichana mwenye umri wa miaka 19. Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak amepewa kifungo cha miaka 15 jela kwa kuhusika katika ubadhirifu wa fedha za umma. Mahakama Kuu ya taifa hilo ilitangaza hukumu hiyo baada ya kumpata waziri huyo mkuu wa zamani na hatia ya utakatishaji wa fedha, kutumia mamlaka vibaya katika sakata moja kubwa ya ufisadi inayoendelea nchini humo. Najib alipatikana na hatia ya kuchukua mamilioni ya dola kutoka akaunti za serikali na kuziweka kwenye akaunti yake binafsi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa wamekubaliana kwa 90% kuhusu pendekezo la Marekani la kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Akizungumza baada ya kutangaza kuwa anapania kukutana tena na rais wa Marekani Donald Trump, Zelensky amesema usalama wa Ukraine umehakikishiwa, kwani kumekuwa na hofu kuwa Urusi inaweza kuwashambulia tena Ukraine hata baada ya kukubaliana kusitisha vita. Bado hakuna hakikisho kuwa Urusi itakubali pendekezo la Marekani, ila wamekuwa wakishiriki katika mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umoja wa Mataifa umesema kuwa uchaguzi wa rais wa Jumapili nchini Guinea umegubikwa na vitisho na ukandamizaji na kuitaka serikali kuhakikisha kuwa wapiga kura hawapigi kura kwa hofu wala chini ya ukandamizaji wowote. Victor Kinani anaeleza zaidi. Katika taarifa yake, mkuu wa shirika la haki za binadamu za Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kuwa nafasi ya kiraia na kisiasa nchini Guinea imebanwa pakubwa na inaambatana na vitisho dhidi ya viongozi wa upinzani, huku kutoweka kwa watu kukishuhudiwa, swala linalodhaminiwa kuwa na msukumo wa kisiasa, pamoja na vikwazo dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari. Kiongozi wa kijeshi wa Guinea, Jenerali Mamadi Doumbouya, anagombea urais nchini humo licha ya ahadi yake ya awali ya kurejesha mamlaka kwa raia baada ya kuchukua madaraka mwaka wa 2021. Wakati huo huo, upinzani nchini Guinea umetishia kususia uchaguzi huo. Taifa la Thailand limesema kuwa waziri wake wa ulinzi atahudhuria mazungumzo yanayoendelea ya kutafuta suluhisho kati yao na taifa jirani la Cambodia. Waziri mkuu wa Thailand Anutin Charnvirakul amesema watatia saini mkataba wa amani iwapo watakubaliana katika vipengele muhimu. Bado Cambodia haijatoa tamko lolote kuhusu kuafikia maelewano na Thailand. Mataifa hayo mawili yamekuwa yakishuhudia vita vya mpakani ambavyo vimedumu kwa muda mrefu na kuzuka upya wiki 3 zilizopita na kusababisha vifo vya makumi ya watu. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Matangazo ya dunia yanapatikana kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Yako kupitia redio wa shirika mbalimbali kama Voice of Muhabura na Voice of Busoga nchini Uganda, County FM na Nyota FM nchini Kenya, Abud FM na CJFM nchini Tanzania. Karibu tena msikilizaji. Mimi ni Beldin Waliaula. Rais Donald Trump amesema Marekani imefanya shambulio kali na hatari dhidi ya kundi la Islamic State kaskazini magharibi mwa Nigeria. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
Rais Trump amelitaja kundi hilo la IS kuwa magaidi wakubwa na kulishtumu kundi hilo kwa kuwalenga na kuwaua kikatili Wakristo wasio na hatia. Trump amesema jeshi la Marekani limefanya mashambulizi hayo siku ya Alhamisi likishirikiana na serikali ya Nigeria katika jimbo la Sokoto. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Maitama Tuga ameambia BBC ni operesheni ya pamoja inayolenga magaidi na haina uhusiano wowote wa dini fulani. Tuga hakuondoa uwezekano wa kutokea mashambulizi mengi zaidi, akisema hilo litategemea maamuzi yatakayochukuliwa na uongozi wa nchi hizo mbili. Tulikubaliana kwamba juhudi hii ya ushirikiano lengo lake ni kuwalenga magaidi ambao wamekuwa wakisababisha kupoteza maisha ya Wanigeria na kutohusiana na dini yoyote. Kwa hivyo ni muhimu sana kufafanua hilo. Katika chapisho lake kwenye Truth Social Alhamisi jioni, Rais Trump alisema, namnukuu, chini ya uongozi wangu nchi yetu haitaruhusu ugaidi wa misimamo mikali wa Kiislamu kustawi, mwisho wa nukuu. Mwezi Novemba, Trump aliamuru jeshi la Marekani kujiandaa kuchukua hatua nchini Nigeria kukabiliana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu. Rais Trump alisema mashambulizi ya siku ya Krismasi yalikuwa yenye nguvu sana na kulikashifu kundi hilo. Serikali ya Nigeria kwa miaka kadhaa imekuwa ikipigana na makundi mengi ya wanajihadi ambayo yanajumuisha Boko Haram na makundi yaliyogawanyika yenye uhusiano na IS. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Asante sana Nastia. Msikilizaji, kumbuka taarifa hizi pia zinapatikana mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Unatusikiliza kupitia pale, na pia utuachie ujumbe wako ambao tutakuwa tunausoma hapo baadaye. Lakini kwa sasa kuna Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema anatufuatilia akikuwa kule DSM Tanzania. Alois Silvesti Samba pia yuko Arusha Tanzania, anasema anatupata vyema sana. Kuna Omar Said akiwa Mbinga anasema anafuatilia matangazo yetu ya BBC News, na Daudi Mganyizi pia anafuatilia matangazo yetu haya ya BBC News. Kumbuka msikilizaji, tuachie ujumbe wako pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tutakuwa tunausoma hapo baadaye. Naam, tukielekea nchini Morocco ambako heka za michuano ya AFCON inaendelea tena hii leo, lakini macho na masikio ya wana Afrika Mashariki yatakuwa katika mchezo wa kesho utakaozikutanisha timu mbili kutoka ukanda huu. Tanzania na Uganda zitashuka katika dimba la Almedina kuwania alama 3 muhimu baada ya kupoteza michezo yao ya ufunguzi. Kuelekea mchezo huu, Omar Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Mchezo wa kesho wa Tanzania dhidi ya Uganda ukiitwa Dabi ya Afrika Mashariki kwenye AFCON ni mchezo muhimu kwa mataifa yote haya mawili baada ya kupoteza michezo yao ya kwanza ya kundi C. Kuelekea mchezo wa kesho, timu ya taifa ya Uganda imefanya mazoezi yake ya mwisho jioni hii katika viwanja vya Sportif Mohamed wa 5. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Uganda Paul Puti amesema mchezo wa kesho ni muhimu zaidi kupata matokeo ili kuweza kujua mustakabali wao katika kundi C. Tulipoteza mchezo wetu wa kwanza na hilo si jambo zuri, kwa sababu tunataka kufika mbali katika mashindano haya. Ni muhimu kuanza kwa matokeo mazuri. Huu utakuwa mchezo muhimu zaidi kwa wachezaji, kwa Waganda na kwa benchi la ufundi, na kuhakikisha tunapata matokeo mazuri, kwa sababu mchezo wetu wa kesho ni muhimu sana kwa mustakabali wetu katika mashindano haya. Naye mchezaji wa The Cranes Alan Okello amesema timu zote hizi mbili za Afrika Mashariki bado zina nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Tuna nafasi sote, lakini yote yatategemea matokeo tutakayoyapata kesho. Kama tutapoteza mchezo wa kesho, sidhani kama Uganda tutakuwa na nafasi ya kusonga kwenda katika hatua inayofuata. Nacho kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinatarajia kufanya mazoezi yake ya mwisho majira saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki katika viwanja vya Mohamed wa 5. Na akizungumza na waandishi wa habari, winga wa Tanzania Simon Msuva amesema mchezo wa kesho utakuwa ni mgumu kwao, ila wanahitaji kushinda ili kujitengenezea mazingira mazuri ya kusonga mbele. Sisi mchezo wetu wa kesho tunahitaji kushinda. Najua hautakuwa mwepesi. Kila mchezaji anajua umuhimu wa kesho, na mimi naamini kama captain kesho tunahitaji kushinda huu mchezo ili tuweze kujihakikishia
mchezo ambao uko mwisho na Tunisia. Lakini mimi naamini kesho tutafanya vizuri kwa uwezo wa Mungu. Katika mwendelezo wa michuano hii ya AFCON hapa Morocco, mabingwa wa kihistoria timu ya taifa Masri wako dimbani hivi sasa wakicheza na Afrika ya Kusini Bafana Bafana. Saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki, Zambia watakuwa wanapepetana na Comoros, na wenyeji Morocco watakuwa na shughuli pevu dhidi ya timu ya taifa ya Mali, mchezo kichezwa katika dimba la Prince Moulay Abdullahi saa 5 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kutoka kwenye dimba la Prince Moulay Abdullahi hapa Rabat, mimi ni Omari Mkambara, Dira Dunia, BBC. Asante Omari. Rais